Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri hichi cha kuendelea kujifunza miongozo ya Biblia. Karibu sana, bado tuko katika lesoni hii, mwongozo huu tukitumia Biblia. Na jana mlikuwa mna somo zuri sana ambalo linasema wani wetu mkuu. Nikaona Daudi anafurahia sana ukaa. In fact kuna fungu moja likanijia wakati na watazama. Sema hekaluni mwa Bwana ni ya heri miaka kuliko miaka 1000 nje ya hekaluni kwake. Anatamani sana. Leo tunaangalia juu ya mlima Sayuni. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja kukaa kwako ni ya heri kuliko kwenda sehemu nyingine yoyote. Amen. Tupatie kiu, tupatie hamu ya kuja kwako. Tuone ni sehemu salama na sehemu nzuri ya sisi kuweza kukaribia. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Amina. Mlima Sayuni. Mlima Sayuni. Mlima Sayuni original ilikuwa hapa pembeni na mlima Moria ambapo yule Ibrahim alitaka kumtoa Isaka, baadaye akamtoa mwanakondoo aliyewekwa. Lakini mwishoni huu mlima Moria ambao ulikuja kuwa makao ya hekalu la Mungu ukaja kuchukua hilo jina mlima Sayuni. Kwa hiyo tunaposema mlima Sayuni ni mlima ambao juu yake lipo hekalu. Hekalu lilijengwa juu ya mlima Sayuni. Sasa Daudi alikuwa anafurahia kukaa patakatifu. Nani anayeweza kustahili kukaa patakatifu na kufurahia kweli kweli? Ni mtu wa namna gani? Sawa. CV, wasifu. 15 anaainisha vizuri. Zaburi ya 15. Haya, lakini hatutapata nafasi ya kusoma, utasoma baadaye kama unaweza kufungula 24 pia. Lakini tuende 15 kwanza. Zaburi 15. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asisingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali waheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Unamkumbuka nani aliyeondoshwa pale kwenye mlima wa Mungu? Kwenye somo lililopita. Aliondoshwa kwenye mlima wa Mungu. Katika makerubi. Lucifer. Kwa hiyo kama unataka ubakie kwenye huo mlima wa Mungu, maintain hizo sifa, uwe na hizi sifa. Sifa zenyewe zikoje? Kwanza anasema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Sawa. Asemaye kweli kwa moyo wake, asiyemsingizia kwa ulimi wake, wala kumtenda mwenziwe mabaya, wala kumsengenya jirani. Macho yake mtu ambaye afaya anamdharau. Yaani sio kama mtu ambaye yaani mtu yule ambaye afai anamdharau. Yaani sio kama anaheshimu mafisadi, anaheshimu watu wabaya, anawadharau. Hawausudu watu. Anawaheshimu wamchao Bwana. Na anasema ingawa ameapa kwa hasara yake, ni mtu wa kweli, anatimiza viapo. Hafanyi rushwa, sio fisadi ya kutoa fedha yake kula, apate kula riba, hakutoa rushwa, amwangamize asiye na hatia. Anasema mtu kama huyo ataondoshwa milele. Unataka kukaa mlimani wa Bwana? Nataka. Imani wa Bwana? Patakatifu wa Bwana? Bila kuondoshwa? Bila kuondoshwa. Sifa hizi hapa. Amen. Tuende kwenye mlima Sayuni unaotajwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Ni sifa hizi au tofauti? Fungu la kwanza mpaka la 5. Ufunuo ngapi? 14. Ufunuo 14 na fungu la kwanza la 15. 14 fungu la kwanza mpaka la 5. Twende tu hizo. Kisha nikaona natazama huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni. Na watu 144,000 pamoja naye. Sawa. Wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Sawa. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi.
na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti iliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wanne na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwanakondoo. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko kwa Mungu kwa mwanakondoo, na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Hii Ufunuo 14 mstari wa kwanza mpaka 5 inatusaidiaje kuielewa Zaburi ya 15 au Zaburi 15 inatusaidiaje kuelewa Ufunuo 14? Ni watu wa namna gani wasioondoshwa, wasioweza kuondoshwa, wanaweza kufurahia siku zote kuwepo ndani ya uweponi mwa Mungu, hemani patakatifu, mlimani. Hebu nikusikie kidogo. Hapa anasema ambao jina la Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Lakini pia in fact sura 4 fungu la 4 pale ndo nimelipenda zaidi. Hawa ndio wale ambao hawajatiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wafuata Mungu. Na tunajua katika kitabu cha Ufunuo wanawake Babeli malaya yule. Unajua malaya ambaye tunaagizwa tutoke kwa kutushirikiana naye. Anasema hawajatiwa unajisi. Hawashirikiani naye katika mambo ya maovu. Haya sasa wewe unaweza kusimama mlima Sayuni au unaweza kusimama patakatifu wa Mungu au bila kuondoshwa, hujatiwa unajisi na unafuata mwanakondoo. Hii ikoje hii? Kwa lugha nyingine, kutoshirikiana na udhalimu. Inawezekanaje kuwa na CV nzuri namna hii, huna uchafuzi au unajisi wa wanawake malaya, ndio hivyo uzinzi, amna mawa, jina la Baba kwenye kipaji cha uso 15 CV ile yako sawa, amna rushwa, amna uongo, amna mabaya, amna kufurahia uovu wala unafuata mwanakondoo penda. Yani siri iko wapi? Yani hao watu sifa yao hasa ni nini? Majibu tunapata hapa. Anasema hawa wamfuata mwanakondoo kila endapo, wamenunuliwa kwa damu yake. Ongeza, wamenunuliwa kwa damu yake, na anasema na katika vinywa vyao hawakuonekana na uovu. Yani watu ambao wameachiwa. Kwa hiyo hao wametoka kwenye mataifa lakini walikuwa ni watu wa Mungu, wakaambiwa tokeni. Wamekombolewa. Tangu kuumba misingi ya Mungu walikuwa ni watu, sio hivyo? Lakini amewachagua ili wawe watakatifu. Na waliupataje utakatifu? Kumfuata mwanakondoo. Wakanunuliwa. Kwanza wakanunuliwa, wakatoka kwenye kule walikuwa na shiria, walikuwa waongo hao wengine. Walikuwa na CV mbaya wengine. Wakanunuliwa. Wakamfuata mwanakondoo. Kwa hiyo mwanakondoo alipoingia patakatifu nao wameingia. Aliposimama mlima Sayuni nao wamesimama pamoja naye. Sio kama wamesimama wenyewe kivyo, wamesimama pamoja naye. Ndio siri yenyewe hiyo ni? Siri. Unampa nini Yesu sasa? Kukufikisha mlima Sayuni wewe. Utiifu kama ule 15. Ninampa roga nyingine, ule utiifu wa mimi kuweza kukubaliana. Anasema wamfuate mwanakondoo kila enda atakalolisema. Natafuta kujua mapenzi yake katika hili. Jina la Baba liko kwenye kijina. Ndio maana yake nini? Kwa lugha nyingine, anakoti katika ni tofautisha yule wa 14 na yule wa 12 kule. Yule ambaye wamepigwa chapa hapa na miguu 13 ile. 13. Yule mnyama ambaye alama ya mnyama inawekwa aidha hapa na nani hapa. Kwamba wamekubaliana naye, sifa zake ndio hivyo. Hawa nao wanakubaliana na mwanakondoo. Na jina linamaanisha pia sifa. Wamekubali sifa ya Baba, wana jina la Baba, wana tabia ya Baba. Tutajifunza zaidi hapa. Ila siri nimeipenda kwamba wamenunuliwa. Sio kwamba wamezaliwa hapa. Walikuwa huko wakanunuliwa. Wakatakaswa. Wako safi mbele zake. Wanafuata mwanakondoo. Wako wangapi? 44,000.
Namba ikoje hiyo, tunaelewaje? Mimi naona kama watu wachache sana, mbona katika 44,000? Naona katika bilioni, katika bilioni 144,000 ni kama 140,000 tu. Hizi ni lugha za kiunabii. Ikimaanisha ukamilifu. Maana 12,000 mara 12,000. Hesabu hiyo utaikuta katika waliopigwa mihuri ile ya Ufunuo sura ya 7. Lakini namba zote katika lugha za unabii ni za kiwakilishi za kiunabii za kutuambia kabila 12 za Israeli. Kabila 12 za hiyo. Yes. Hizo waliochagua. Kwa ukamilifu ule. Kwa hiyo 12 mara 1,000. 12,000, si ndio hivyo? Tuna nafasi kabila. Na 12,000 mara 12. Kwa hiyo there is enough room. Sasa usianze kujihesabu kwamba ilishaisha, mimi simo. Kama injili inahubiriwa na muhuri unawekwa na watu wanamtambua Bwana, yani wanapokea jina la Baba, wewe ukilipokea na wewe mlimani Sayuni. Hii mlima Sayuni iko hapa duniani, iko mbinguni, iko mahali. Mlima Sayuni patakatifu iko wapi? Maana tunazungumzia patakatifu iko wapi? Patakatifu ni uzoefu tutakaopata baadaye au hata sasa? Tumeshaanza kupata hata sasa. Au watu wanatembea na mwanakondoo mpaka sasa hivi, au watatembea naye kipindi hicho baadaye? Sasa na baadaye. Wamesimama patakatifu. Wamesimama patakatifu. Mlima Sayuni. Mlima Sayuni uko wapi? Uko ndani yako. Mlima uko ndani yako? Yesu yuko ndani yako. Mlima uko wapi? Tumesimamia wapi? Tumesimamia wapi? Mlima uko wapi? Tumesimamia katika msingi wetu ni Yesu Kristo. Sikiliza, Warumi wa Galatia sura ya 4. Anafananisha milima miwili, wa Sinai na huyu wa Yerusalemu. Sawa. Of course mlima Sinai unazungumzia Yerusalemu pale. Anasema maana 26, bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Yerusalemu wa juu. Yerusalemu wa juu. Mlima Sayuni. Ndio mama yetu sisi. Yuko wapi? Juu. Sisi tuko wapi? Chini. Tuko juu. Hayo mahesabu ndio yana nini? Wewe umesimama juu ya mlima, umesimama chini ya mlima? Juu ya mlima. Mlima kwa wapi? Juu. Yaani unajua inatakiwa hizi lugha za kiunabii zinatakiwa zitusaidie kutafsiri ulimwengu upya. Sawa. Sasa sisi siku zote tunadhani tuko juu, Yesu aje atupeleke. Tuko chini, Yesu aje atupeleke juu. Biblia inataka kutuambia kwamba hivi tunavyoongea tuko juu. Tuko kwenye Yerusalemu. Sisi ni raia wa Yerusalemu ya mbinguni, mama yetu. Aendako tunaenda. Yesu anaenda wapi? Kama anaenda Samaria anaenda naye. Kama anaenda Yudea anaenda naye. Kama anaenda mwisho wa mbingu, popote wanaomfuata popote. Amina. Mlima Sayuni. Rafiki yangu uko wapi? Kuna mlima Sayuni. Mwanakondoo yupo. Na walio pamoja nao wamenunuliwa. Na wanafuata mwanakondoo aendako. Nao wako safi. Kama Zaburi ya 15 inavyozungumza, hawataondoshwa milele. Wako mlimani. Basi na huo uzoefu wetu sasa na hapa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno hili. Fungua macho yetu tuzidi kulitazama na kutembea katika nuru hii. Nyuma ya mwana kondoo aliyetutangulia, ambaye tayari amesimama, nasi tukasimame na kutembea naye popote pale aendapo. Kwa kuwa ahadi ni kwamba utazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho wakati. Tupatie Baba, kama yeye alivyotembea na sisi tutembee, kama alivyotoa uhai wake kwa ajili ya ulimwengu na sisi tutoe uhai wetu kwa ajili ya ndugu. Kutojali maisha yetu hata kilazimu kuyatoa kwa ajili ya kushuhudia wewe Yesu. Basi tubariki tena, utulete tena kesho tunapobakia katika mlima Sayuni. Amina. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji. Leo tulikuwa tunaangalia mlima Sayuni. Kesho tunaangalia sheria mioyoni mwetu. Siku ya Jumanne. Karibu sana, uko pamoja nami Arnold Rubinza. Enos Makalindile. Karibu sana siku ya kesho. Acha comment kama kuna swali hujaelewa vizuri, weka hapo. Tutakuwa mwaminifu kuweza kujibu. Karibu sana.